Ili kuimarisha mahusiano yako katika maisha, mahusiano ambayo watu wanakuwa wanajiandaa ili kuingia kwenye ndoa au pengine tayari umeshaingia kwenye ndoa. Yafuatayo ni mambo ambayo yatakusaidia ili kuimarisha mahusiano yako, wewe na mpenzi wako, wewe na mchumba wako, wewe na mume wako kwa pamoja kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, usiwe mkosoaji tu bali ujifunze kupongeza. Kwa hiyo, baada ya kuona kwamba wewe na mwenzako mmeshaanza maisha au mpo katika uchumba, ni vizuri usiwe mkosoaji tu. Jifunze pia kumpongeza mwenzako hata kama unaona mwenzako huyo hana hiyo desturi ya kupongezana. Fanya hivyo na utashangaa na yeye atakuwa anarudi kwenye hali hiyo ya kukupongeza. Mwisho wa siku mnadumisha mahusiano yenu vizuri. Kwa hiyo penda kumpongeza mwenzako pale ambapo unaona amefanya vizuri, pale ambapo unaona amekupatia kitu kizuri, pale ambapo umeona amevaa vizuri, pale ambapo umeona amepika vizuri na mambo mengine mengi ambayo labda anakuwa ameyafanya vizuri. Penda kumpongeza hata kwa kitu kidogo, hata kwa jambo dogo. Penda kumpongeza ili kwa pamoja basi mahusiano yenu yaendelee kudumu, nayo yawe msaada, yawe ni ya mfano bora wa kuigwa katika jamii. Kwa hiyo hali hii itawasaidia ninyi muweze kupongezana na kutiana moyo pale ambapo mnapitia shida, pale ambapo mnapitia matatizo mbalimbali. Jambo lingine ambalo litasaidia kuimarisha mahusiano katikati yenu ni kwamba epuka kuwa mbinafsi. Epuka kuwa mbinafsi. Usitamani kila kitu kizuri upewe wewe tu. Ni vizuri wewe uwe na usawa. Fanya mahusiano yenu yawe katika usawa. Pale ambapo unaona mwenzako amepata hiki, basi wewe usiwe mbinafsi. Au kama umenunua kitu fulani, labda pengine umepewa au umenunuliwa, usiwe mbinafsi. Fanya maamuzi kwamba kila mtu kitu hicho apate, au pengine fanya vyovyote vile ili kwa pamoja muendelee kudumisha huo upendo wenu, hayo mahusiano yenu. Usiwe mbinafsi hata katika kuficha baadhi ya mambo ambayo unaona kabisa haya ni ya muhimu katika maisha yenu. Usiwe mbinafsi. Fanya maamuzi, yaweke wazi mahusiano yenu ili muweze kuaminiana, kwa sababu kukiwa na ubinafsi hakuna uaminifu, hakuna kuaminiana. Wewe muda wote utakuwa unatamani wewe upewe kila kitu, wewe ununuliwe kila kitu, lakini mwenzako asipewe chochote, mwenzako asinunue chochote wala asinunuliwe chochote. Kwa hiyo tambua kwamba ubinafsi ni adui wa mahusiano yako katika maisha. Tokomeza ubinafsi ili mtengeneze ukaribu na mahusiano bora katika maisha. Kwa kupitia kutokomeza ubinafsi, utatengeneza upendo, utatengeneza furaha, utatengeneza amani, utatengeneza karama za Roho Mtakatifu na mapaji yote ambayo yatawafanya nini kwa pamoja muendelee kudumisha amani, upendo na furaha. Lakini pia jambo lingine ambalo litawasaidia ninyi kuimarisha mahusiano yenu ni pale ambapo unajitahidi kuimarisha mawasiliano yako. Jitahidi kuimarisha mawasiliano yako, kwamba mnavyokuwa mnaendelea kuwasiliana ndipo mnaendelea kutengeneza mahusiano yenu yawe ya karibu. Tambua kwamba pasipo mawasiliano hakuna mahusiano. Kwa hiyo mnavyokuwa mnaendelea kuwasiliana, kupigiana simu mara kwa mara, hapo ndipo mnajenga mahusiano bora. Lakini kama ukiona mawasiliano yenu yamepungua, tambua kuna shida. Tambua ili kuimarisha mahusiano yenu katika maisha. Jambo lingine ambalo litawasaidia ni kwamba jitahidi kuwa mtu wa msaada kwa mwenza wako, kwa mpenzi wako, kwa mchumba wako,
au kwa mwenza wa ndoa katika maisha. Jitahidi kuwa mtu wa msaada kwake. Akiumwa au amepitia katika nyakati ngumu, katika shida, ni vizuri uoneshe upendo wako kwake. Mshauri, muonye, mwelekeze ili na yeye ajisikie furaha, ili na yeye ajisikie amani pale ambapo alikuwa amekata tamaa. Lakini kwa kupitia wewe, kwa kupitia kumshauri, kwa kupitia kumsaidia, basi hali hii itatengeneza uhusiano bora katika maisha. Jambo lingine ambalo litaimarisha mahusiano yenu wewe na mwenzako katika maisha ni pale ambapo unatamani kumuinua mwenzako. Tamani wewe uwe wa kwanza katika kumuinua mwenzako. Wewe uwe wa kwanza katika kumuelewa mwenzako. Wewe uwe wa kwanza. Tambua tabia zake, tambua mambo gani ambayo anayapenda na mambo gani ambayo hayapendi. Muelewe kwa undani, muelewe kwa undani, tena sio kidogo, muelewe zaidi, tena sio kama wewe unavyojielewa, ila wewe uwe wa kwanza kumuelewa mwenzako. Basi hali hii itakufanya wewe uendelee kuishi vizuri na huyo mwenzako bila shida yoyote, bila magomvi, bila utengano, bila mafarakano yoyote ambayo yanaweza yakatokea. Kwa hiyo ni vizuri uweze kumuelewa huyo mwenzako ambaye unatamani kuendelea kuishi naye katika maisha. Lakini pia jambo lingine la muhimu na la msingi katika maisha ili kuendelea kudumisha mahusiano yenu na upendo wenu ni pale ambapo unajifunza kushukuru. Unajifunza kushukuru pale ambapo umepewa chochote, pale ambapo umefanyiwa chochote. Jifunze kusema asante. Jifunze kushukuru. Unavyokuwa unamshukuru mwenzako, unamfanya na yeye asikie kwamba nimepata mtu. Unavyokuwa unamshukuru, unamfanya na yeye ajisikie amani. Sio kusema kwamba umeletewa kitu, unaanza kusema sasa umeniletea hiki, mbona kibaya? Umeniletea hiki, mbona mimi sijakipenda? Hali hii haitatengeneza uhusiano bora, haitatengeneza uhusiano mzuri katika maisha. Kila kitu unacholetewa kwenye maisha, shukuru. Hata kama hujakipenda, shukuru. Endelea kumshukuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimshukuru leo, basi kuna mambo makubwa ambayo hatakufanyia. Lakini pia ukimshukuru unatengeneza uhusiano mzuri katikati yenu. Lakini pia ukiendelea kumshukuru, hata Mungu na yeye anaendelea kuwabariki na kuwainua katika maisha. Jambo lingine la msingi kabisa ambalo litakusaidia wewe katika maisha ili kuimarisha uhusiano mzuri wewe na mwenza wako ni pale ambapo unakuwa na moyo wa kusamehe. Kuwa na maamuzi ya kupenda kusamehe. Penda kumsamehe mwenzako pale ambapo unaona amekukosea, lakini ni vizuri upende kujishusha. Penda kujishusha, penda kuachilia. Lakini pia usiseme kwamba eti kwa sababu amenikosea basi unajikuta unatunza mambo moyoni. Kila siku ambayo alikukosea unaendelea kuyatunza mambo moyoni, alafu mwisho wa siku yakishajaa unaamua sasa kuyatoa yote. Sasa hali hii wewe unakuwa unatengeneza bomu ambalo linakuwa ni la mateso. Kwa hiyo jifunze kusamehe, jifunze kumsamehe mwenzako. Sameheaneni ninyi kwa ninyi ili kwa pamoja muendelee kudumisha hayo mahusiano yenu, lakini pia Mungu aingilie kati hayo maisha. Lakini pia jambo la mwisho ambalo litakusaidia wewe kukuimarishia mahusiano yako wewe na mwenzako ni pale ambapo utakuwa unajifunza kuwa ni mtu wa kuomba msamaha. Pale ambapo unaona umekosea, pale ambapo unaona umemkwaza mwenzako, unaomba msamaha. Sio kusema kwamba eti wanawake tu ndio wanaweza kuomba msamaha na wewe mwanaume huwezi. Hapana. Wote ni vizuri kama unaona umemkosea mwenzako, omba msamaha ili na yeye basi
aone kwamba kumbe huyu mtu ananipenda. Asiwe na mawazo mengine, asiwe na huzuni wala msongo wa mawazo ambao utamfanya yeye afikirie kwamba mtu huyu kwa kweli nahisi kabisa huyu mtu hanipendi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unajikuta unadumisha maisha yako, unadumisha ndoa yako, unadumisha mahusiano yako, na mwisho wa siku mnajikuta mnaishi kwa furaha siku zote. Zaidi na zaidi sana ni vizuri utengeneze furaha, tengeneza upendo, tengeneza amani kwa mwenzako. Mfanye mwenzako awe na furaha, mfanye mwenzako awe na amani, mfanye mwenzako awe na upendo kwako. Usiseme eti kwa sababu ana tabia hizi basi unaamua kuwa na mahusiano mengi, unaamua kuwa na michepuko. Hali hii itawafanya ninyi msio na furaha, msio na amani, lakini pia kutakuwa na mashindano katikati yenu. Kwa hiyo, kwa nini uyatafute haya yote? Kwa nini usitulie na huyo ambaye Mungu amekupatia? Kwa nini unaamua kumwacha huyo unaenda kwa watu wengine? Na mwisho wa siku unajikuta unaenda kutafuta laana, unaenda kupoteza baraka ambayo umeipata kwenye maisha. Ushauri na saa ambao natamani kuutoa kwako ni kwamba mahusiano yote yale yanadumu endapo Mungu akiwa katikati yenu, Mungu akiwa upande wenu. Hakuna shida yoyote ambayo utashindwa kuitatua. Hakuna tatizo lolote ambalo utashindwa kulitatua. Mahusiano yote yale lazima Mungu aingilie kati. Kwa hiyo ninachokupa ni kwamba amua kwenye maisha yako Mungu awe wa kwanza. Amua kwenye maisha yako, kwenye mahusiano yako, kwenye kila jambo ambalo unatamani kulifanya. Kabla hujalifanya, muombe Mungu kwanza. Mungu ni kila kitu. Na mwisho wa siku ukimwomba Mungu unashangaa mambo yanaenda vizuri. Karibu katika vipindi hivi vya Amka Shujaa, na kukaribisha sana, na Mungu azidi kukubariki. Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uwe imara katika maisha. Pia nipo na Mwalimu Lupimo katika vipindi vya Kama Mwili ni Wako, Wewe Miliki ni Nani? Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uweze kujigundua katika maisha, na mwisho wa siku ufike mbali sana katika maisha na pale ambapo Mungu amekupangia kuweza kufika. Bila kusahau, kama wewe hii ni mara kwa kwanza kuungana nasi, bonyeza subscribe ili mafundisho ya kufikia kwa urahisi. Ninakupenda na Mungu azidi kukubariki sana. Mkaribishe na jirani yako ili na yeye aweze kujifunza.